mamlaka, kuacha enzi, kuacha vyote, akaja katika sayari hii ili tu amkomboe mzambi. Haleluya, haleluya. Anataka akukomboe, anataka anikomboe, maana apendi mimi niangamie. Bwana asifiwe. Lakini kwa bahati mbaya sana tumeukataa upendo. Na unajua, moja kati ya mafungu ambayo tunayaita ni muktasari wa injili ndani ya injili. Hii inaitwa muktasari wa injili ndani ya injili. Yohana 3:16, Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa kitu gani? Wa milele. Kwamba Mungu kwa upendo wake, ili mwanadamu aokolewe, akamtoa Yesu Kristo. Na ninataka nikwambie siri leo, Mungu alipomtoa Yesu alitoa vyote. Hata kama ungemwambia atoe kitu kingine, asingekuwa nacho, kwa sababu Yesu Kristo ni wa thamani kuu, maana yeye ndiye aliyeumba kila kitu. Kila kitu. Kwa kumtoa muumbaji wa vyote, alitoa vyote kwa ajili yako. Na ndiyo maana wapendwa, baada tu ya Adam kuanguka dhambini, ilipofika wakati wa jioni, jua linakwenda kuzama, ilikuwa ni wakati wa jioni, Mungu anakuja katika bustani ya Edeni. Na anapofika Edeni, Biblia yangu inanieleza Adam akasikia sauti ya Bwana. Alichofanya Adam, akakimbia kwenda kufanya nini? Kujificha. Yaani Mungu anakutafuta wewe, unafanya nini? Unajificha. Mungu anakutafuta wewe, kuna kichaka umefanyaje? Umejificha. Kuna watu ambao wamejificha kwenye vichaka vya uzinaa. Kuna watu ambao wamejificha kwenye vichaka vya ulevi. Kuna watu wamejificha kwenye vichaka vya bangi. Kuna watu wamejificha kwenye vichaka vya uasherati. Unaelewa kichaka chako ulichojificha. Habari njema, pamoja na kwamba umejificha huko kwenye kichaka cha dhambi, sauti ya Mungu kama ilivyokuwa kwa Adam inaita ikisema, Adam, Adam, uko wapi? Umejificha wapi? Sauti hiyo hiyo ndiyo inayokuuliza, baba uliyeko hapa, baba unayenitazama, umejificha wapi? Umejificha kwenye kitu